Mimi naitwa Dima Adolf Komba kutoka shirika la mama wa Kitanzania, yani Shima Kitanzania. Na leo hii tumekuja na timu yangu kutoka Shima Kitanzania tukiongozwa na mkurugenzi wa shirika la mama wa Kitanzania. Tumekuja Camp Caleb na tumekuja kusherehekea siku ya wanawake duniani kwa kutoa zawadi ya pads pamoja na learning materials pamoja na stationaries kwa watoto wa Camp Caleb. Tunatumaini kupitia Shima Kitanzania wanaweza kufikia ndoto zao. Naitwa Mason Selector. Leo hii nipo katika kituo cha watoto yatima kinachoitwa Camp Caleb ambacho kipo Kilungule. Na mimi ni balozi wa shirika la mama wa Kitanzania ambalo linaitwa Shima Tanzania kwa kifupi. Kwa hiyo nikiwa kama balozi nimejumuika na wanachama wa shirika la mama wa Kitanzania katika siku hii ya tarehe 8 mwezi wa 3 ambao ni siku ya wanawake duniani. Tumekuja kuungana na mabinti jinsi ya kuweza kuwapa mafunzo na kuongea nao kwa ukaribu watoto hawa ambao ni wa jamii ya kike katika engo zote, na pia kuwapa darasa kujua namna gani katika usichana wao, wanamke wao, nini mazuri na mabaya, yapi wanatakiwa wafanye na wapi waweze kuyaacha. Vitu tulivyokuja navyo, tumekuja na pedi ambazo kuweza kuwagaia watoto, umeona, na kuwapa mafunzo, kuwapa darasa zuri kabisa jinsi ya matumizi ya pedi, kwa sababu kuna mabinti wengi ambao ni wadogo ambao wanaingia kwenye siku zao. Unakuta wengi wanapoanza kupata hiyo hali, unakuta kuna wengine wanakuwa na hofu, kuogopa kuambia wazazi wao au walezi wao, umeona, au hata walimu wanaona kama ni kitu cha ajabu, au nikisema mzazi au mlezi atanichukuliaje. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Pia tumekuja na stationaries kwa sababu pia watoto hawa ni wanafunzi ambao wanasoma katika shule tofauti tofauti. Kwa hiyo tumekuja na vitu pia vya darasani kuweza kuwakabidhi hawa pamoja na kaka zao. Sasa vitu vya darasani tutawakabidhi wao pamoja na kaka zao ambao wako nao hapa. Na nini kimewavutia zaidi kuja hapa kwa watoto hawa kwenye hiki kituo cha watoto yatima? Nikiwa kama balozi, nadhani ni wajibu wetu, kwa sababu shirika la mama wa Kitanzania, kauli mbiu yetu sisi, slogan yetu ni tunabadilisha, tunatetea na tunawezesha. Tunawezesha, tunatetea, tunabadilisha. Hizo ndo kauli mbiu zetu sisi. Kwa hiyo slogan yetu sisi hapa. Kwa hiyo maana yake tunachokifanya, ili huu ni wajibu wetu na ni jukumu letu pia kuweza kufanya mambo kama haya. Na haya mambo ni hapo mengi na tutaendelea kuyafanya mengi, kutembea katika sehemu tofauti, katika vituo vya watoto, hata watu wazima, wakina mama tofauti tofauti. Nadhani watu wakifuata mlolongo katika website ya Shima Kitanzania au shirika la mama Kitanzania na akaunti zake za mitandao ya kijamii, nadhani wanaweza kaona vitu vingi na kujifunza vitu vingi zaidi kupitia shirika hili. Cha mwisho ni kama nilivyosema, tunawezesha, tunatetea, tunabadilisha. Shima Tanzania, shirika la mama wa Kitanzania, ni shirika ambalo lipo kwa ajili ya Watanzania wote, wakina mama wote, kwa sababu wakina mama ni wengi. Wakina mama kuna ambao hata walio tayari mtu ana ujauzito tayari ni mama mtarajiwa, na wakina mama wako wazee. Kwa sasa kuna maisha mengi, kuna mambo mengi katika wakina mama kwa ujumla. Kwa hiyo cha mwisho cha kuambia, leo tuko hapa Kilungule katika kempu hii ya Caleb ya watoto, lakini kesho na kesho kutwa tutakufikia kokote ulipo ndani ya Tanzania. Sisi tupo kwa ajili yao. Mimi nilikuwa natamani kuwa pilot. Si mnamjua pilot? Yule anayepaa yule na ndege. Nilikuwa natamani sana kuwa pilot. Mambo yakabadilika. Nikasoma muziki, japo siimbi. Msije mkaniomba niwaimbie, siwezi. Sawa? Sichezi muziki. Lakini ninachokifanya, natumia muziki kama sehemu ya kuleta kucommunicate kile ninachokifanya. Kwa hiyo nikifanya, kwa mfano naongelea mambo ya hedhi salama kwa mtoto wa kike, natumia muziki, watu wanaimba, kuna wanaochora. Umeona sasa hapo? Nilikuwa nataka kuwa nani? Pilot. Nikaja kuwa nani? Mambo ya jamii. So tutazungumzia kuhusiana na ndoto zetu, tunaweza kuzifikiaje sisi kama wanafunzi, watoto, tunafikiaje zile ndoto zetu. Kwa hivyo ni vitu viwili tulikuja kuongea na nyie, sawa?
Mimi naitwa Dima Adolf Komba, ni CEO kutoka shirika la mama wa Kitanzania, yani Shimax. Sisi ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali ambayo tunajihusisha na women empowerment, young girls kwenye mambo ya health issues, social issues, economic issues pamoja na political issues. Kwa majina naitwa Ashura Mikidadi, ni mlezi wa watoto Camp Karibu. Nikiwa kama mlezi hapa, mimi ni mpishi wa watoto. Nawapikia watoto chakula kuanzia asubuhi hadi jioni. Na naangalia usalama wao. Wasitoke nje sana, wasiende kucheza sehemu za mbali, wacheze ndani hapa ndani kwetu tu. Ndio. Nashukuru sana kwa wageni waliotutembelea leo, kutuletea zawadi zetu. Tunashukuru sana na zawadi walizotuletea kwa ajili ya watoto zetu wa kike. Najua watazitumia kwa jinsi inavyotakiwa. Nashukuru sana. Karibuni tena siku nyingine. Leo nikisema period ndo mnanielewa. Ndio. Haya, nani ananiambia period ni nini? Ungeniambia mapema sasa Hedhi amuelewe, ila period tunaelewa. Sawa, kwa yale moja ya mabadiliko ambayo mtoto wa kike anayapitia kwenye zile sekta za ukuaji, ikiwemo na ambayo kumwezi ni siku ngapi? 5. He, mwingine 3, mwingine 7, kuna wengine wanaenda 14. Sasa mwili umesemaje wengine ni siku ngapi? 9. Safi kabisa. Mnajua Samueli kwenye Biblia alikuwa ni nani? Nani? Hapo alikuwa shujaa. Kwa hiyo ni shujaa. Anasema 9 una miaka mingapi? 7. Au ongeza miwili unasema 9. So hiyo ndio hedhi. Sawa. So kwenye wakati tukienda kwenye ile mwezi wetu ukifika, kuna wengine wanamwaga matumbo, sio? Ndio. Kuna wengine unakuta atamani anatapika, wengine wanaumwa kabisa, sio? Na kuna wengine anachanja mboga vile kama mimi nilivyo, sio? Sasa mnavyoishi unahisi hedhi ni kitu ambacho halistahili kwenye jamii, na ni kitu haramu, inakitakiwi kabisa. Sasa hii hapa tunaenda kote pande zote mbili, wakaka na wadada, mtu wa mniambie hedhi ni kitu ambacho halistahili kwenye jamii. Msiogope, nikifurushia haijafunguliwa, si umeona? Nimefanyaje? Iko seal. Umeona? Usije ukaogopa kuidaka ukasema Mungu wangu ina damu. Haina damu. Umeona hivi? So nikifurushia utajibu, sawa? Sasa mimi naomba nianze kufurushia wewe. Hebu niambie. Ni kitu ambacho ni haramu au sio haramu? Sio haramu. Sio haramu. Kwa nini unasema sio haramu? Sio haramu kwa sababu hapo umetambia maana hizi kwamba ni mabadiliko ya kiumbile kwa mwanamke. Sasa kama ni mabadiliko ya kiumbile, maana yake ile hali ipo katika mwili. Au mchague nyinyi, nataka ongea nani? Huyu eh? Haya, shehe. Kazi kwako. Mtazamo wangu mimi, kwa sababu hedhi ni kama moja ya maumbile kwa mwanamke, yani iwe isiwe kwenye ukuaji wako lazima upitie. Kwa ni kitu ambacho si haramu. Kikubwa ni kujua elimu na namna ya kujitunza pindi ambapo hedhi inakukuta, lazima upitie. Haijalishi eti umenielewa, ndio ni maumbile, lazima uyapitie. Kwa jina naitwa Benito Noel, ni mlezi wa watoto katika kituo cha kulelea watoto cha Camp Caleb. Kituo chetu kipo Buza. Tunashukuru kwa shirika la mama wa Kitanzania kuweza kufika leo siku ya wanawake duniani, kufika katika kituo chetu. Ni furaha iliyoje pia kwa vitu ambavyo wamekuja navyo, kwa maana kwamba vitakwenda kuwasaidia watoto wetu. Sawa, lakini pia kwa mabinti zetu watakwenda kustirika na hivi ambavyo wamekuja navyo katika siku hii ya leo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa wote ambao wameweza kujitoa na kuchangia katika vitu hivi ambavyo vimeweza kufika mahali hapa. Asanteni.
Keti, tumia keti. Natumia always, tumia always. Sawa? Ni product. Sasa, tukija kwenye hedhi. Ule wakati wa hedhi. Sasa tuwe wasafi jamani. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum kwa wale Waislamu. Kwa majina naitwa Salma Bakali, ni mmoja wa watoto wa Kemkaleb. Leo tuna furaha sana kutembelewa na shirika la wanawake wa Tanzania ambalo limetusaidia sisi kutuletea taulo za kike au kwa jina lingine linaitwa pedi. Tunawashukuru sana kututembelea katika kituo chetu hiki na Mungu awabariki sana. Na wengine yote mwenye hamu au mwenye kiu ya kutaka kutusaidia sisi wanawake ili tuweze kuwawezesha wanawake, Mungu awabariki na karibuni sana. Shimak Tanzania, shirika la mama wa Kitanzania, tunawezesha, tunatetea na tunabadilisha.